na mwandamizi hapa James Tupatupa. Ndio. Bila shaka ndio ulikuwa mwalimu wa hichi ambacho umekishika. Nilikuwa mwalimu kama kawaida yangu nilikuwa mwalimu. Sasa msimu uliopita, msimu huu umepita nalo. Msimu huu nimepita nalo. Hili ni kombe la mshindi wa 3 au ni kombe la ufunguzi wa mechi ya fainali. Lakini sisi ni hatua kubwa sana kwetu na tunaenda nalo kwa ukubwa mkubwa sana kwa sababu tulianza na chini, baadaye tukapanda mpaka tumekuja kuchukua kombe. Kwa hiyo ndio maana unaona linakuwa advertised sana, promoted sana kwa sababu ni jambo kubwa sana na ni mwanzo mzuri sana. Sawa. Hivi kocha James Tupatupa, hivi Yanga walikuwa unblock Hapana, bado tofali lipo. Tofali bado liko pale pale. Kwa gani hauishi huyo? Unajua ni inatokea sometimes ni taasisi ina feel kama kuna kitu hakipo sawa kwa upande wao kwa namna ambavyo wao wamejiwekea. Unajua ile na mipango yao, na mimi ni mwanahabari ambaye misingi yangu na aina yangu ya habari ni aina ambayo inachukua ubunifu, inachukua utani, inachukua ucheshi. Kwa hiyo mimi nimefanya kazi yangu, ni kazi ambayo imeingia kwenye mfupa wa taasisi Young Africans. Kwa hiyo kwa namna ambavyo iliona kwamba busara na hekima inavyoongoza ni kunizuia kutoona content zao kwenye page yao ya Instagram, wakanipiga hiyo, wakaniblock hivyo. Kwa hiyo mimi nasema kwamba walichokifanya wao ni sawa kwa sababu ni maamuzi ya taasisi, na mimi nilichokifanya ni sawa kwa sababu ni kazi yangu mimi na nimefahamika kupitia kazi hiyo. Kwa hiyo tuko sawa. Mechi ya jana uliangalia Yanga Afrika, mwenendo wa timu ya Yanga unauona? Mwenendo wa timu ya Yanga sio mzuri na sio mzuri kwa sababu kadhaa. Kwanza za kiufundi, lakini pili za kikocha zaidi. Kiufundi kwa maana gani? Kiufundi kwa maana ya kuna wachezaji Young Africans wanakosekana ambao wana ubunifu mwingi sana. Yaani hawa wachezaji wamezawadiwa ubunifu mwingi sana, wanakosekana katika kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo Young Africans wanacheza mpira basic kwa maana ya pasi ambayo unaipiga inaonekana inatoka pale na kwenda pale, inaonekana inatoka pale na kwenda pale. Hiyo pasi ni pasi ambayo timu ambayo imefanya homework yake vizuri inaizuia tu, kwa sababu ukishakuwa wewe Juka Buya una mpira, watu wameclose kwa upande wa pengine Maximilian Zengeli, watu wameclose kwa upande mwingine, wanajua kabisa kwa uwezo wako wewe watakulazimisha upige pasi pale. Kwa hiyo wanakwenda tu kuvamia ile nafasi, ukipiga pasi wameiokota. Kwa hiyo anakosekana mtu ambaye wenyewe wanasema ni muongo, kwenye lugha ya mpira tunatumia hivyo, au kwenye lugha nyingine ya kukera wanatumia disguise man. Yaani mtu ambaye ni muongo tu, anaweza akageukia huku lakini ile pasi akaipiga kaenda kule. Kwa hiyo wewe unakosa nafasi ya kushiriki ama kuhisi ile pasi inaenda wapi. Na hizo ndo pasi ambazo zinafungua, kwa sababu imekukuta wewe na defensive line yako hamjajiandaa, mmekaba upande mmoja, pasi imepita upande mwingine. Kwa hiyo mtu aina hiyo Young Africans kwa muda mrefu sana amekuwa ni Zouzoua Pacome, ambaye ametoka kwenye majeraha. Mchezo wa jana umeona hakuanza. Kwa hiyo Young Africans ilikosa quality aina hiyo kwa muda mrefu sana, lakini msimu uliopita Young Africans ilikuwa na watu wengi wanaoweza kufanya hivyo. Kwa misimu kadhaa naweza kusema ilikuwa na mtu kama Stephen Aziz Ki, ni mtu ambaye ni kwanza anao uwezo wa kupiga pasi za uongo, ni mbunifu, anao uwezo wa kuamua yeye kama yeye akapiga mbali, akaweza kuhit target akafunga goli. Lakini pia walikuwa na mtu kama Khalid Aucho, mtu ambaye pia alikuwa na uwezo wa kucontrol namna ya kucheza pale chini katikati mwa uwanja, mtu ambaye alikuwa anaweza kupiga pasi akaswitch vizuri, tunasema long diagonal, kutoka upande wa kulia mpaka upande wa kushoto, kutoka kushoto mpaka kulia. Watu wa aina hiyo wamekosekana na wamekuwa replaced na watu ambao bado hawajafika kwenye viwango hivyo, kina Domaro, kina Asink. Kwa hiyo quality hiyo inakosekana. Lakini pia aina ya uchaguaji wa mwalimu, nadhani pia kuna wakati inamlimit na inamnyima baadhi ya performance, labda kama na sababu zingine za ndani. Lakini kwa mujibu wa Young Africans, katika orodha ya wachezaji wao ambao wapo injured,
Kibwana Shomari hayupo, na kila mtu aliona namna ambavyo Kibwana Shomari alipata nafasi katika msimu ulioisha ambao alimalizia ligi, alikuwa very much on fire. Msimu huu hasa katika mechi kama ya jana, baada ya kuumia kwa Israel Mwenda, nilitarajia pengine angekuwepo mtu kama Kibwana Shomari kwa ajili ya namna ambavyo amekuwa akiperform na namna ambavyo amekuwa akionyesha kila anapopata nafasi, lakini hakuwepo hata katika ile orodha ya watu ambao wanatakiwa kucheza katika mchezo wa jana. Kwa hiyo nadhani ni uchaguzi wa mwalimu. James, kipi unadhani ni shida kwa Young Africans hasa sasa hivi? Ni mlundikano wa ratiba au kuna namna, kuna mapungufu kwenye kikosi na kwenye benchi la ufundi? Naiona sana, naanzia kwanza kwenye mimi naanzia kwenye quality ya wachezaji kwenye kikosi kizima. Ratiba hizi zinakuwepo na ndio maana unaruhusiwa kusajili wachezaji mpaka 25. Maana yake ufanye squad rotation. Anatakiwa kuna muda Izra apumzike acheze Kibwana, anatakiwa kuna muda mtu kama Juka Buya apumzike acheze mtu mwingine, acheze Aziz Ndabwile, kuna muda anatakiwa Mudathiri apumzike acheze mtu kama Shehan. Sasa shida ni kwamba quality ya wachezaji wako inakuruhusu kila mchezaji anapotoka anayeingia awe na quality hiyo hiyo au zaidi ya hiyo. Shida ndio inakuja hapo, kitu ambacho misimu miwili au mitatu iliyopita kwa Young Africans walikuwa nacho hicho kitu. Yani kuna muda ilikuwa unaiangalia ile Young Africans kule benchi, kuna Clatous Chota Chama, ndani kuna Aziz Ki, unaona bwana, alafu hapo ndani kuna Zuzu Pakome, hapo ndani kuna mtu kama Halid Aucho. Kwa hiyo quality. Lakini kwa sasa hivi ukiangalia Young Africans na wachezaji ambao akitoka Juki Abuya, wewe unaona kabisa nani ataingia kuja kufanya kuchangamsha kama ambavyo Juki Abuya anafanya hivyo. Unaona ameumia Dickson Job, amebaki beki wa kutumainiwa Bakari Nondo Mwamnyeto. Well done. Bakari Nondo Mwamnyeto ni beki ambaye ni mzuri sana na footwork nzuri sana na confidence nzuri sana. Lakini mtu ambaye anapatina naye ni Ibrahim Abdullah Baka. Ibrahim Abdullah Baka hajacheza katika mchezo wa jana. Nani amecheza? Amecheza Frank Asink. Umeona namna ambavyo Frank Asink alikuwa na produce makosa kadhaa yalikuwa yaigarimu Young Africans kama sio mahiri wa Djigui Diarra. Kuna muda amekuwa akichelewa kufika katika maeneo ambayo ametakiwa kuwepo. Kwa anajikuta either akifanya foul au akiukosa mpira, au wakati mwingine amekuwa akifanya maamuzi ambayo ni 50 kwa 50, kwa maana ya hayana uhakika yataisaidia timu au la. Mwisho wa siku mtu kama Mipaka au mtu kama Chobwedo anapambana tena na ukuta ule mpira, anakwenda kufanya maamuzi. Kwa hiyo quality ya kikosi haipo katika ubora ule ambao umezoeleka. Shida ndio hiyo tu. Kwa hicho ambacho anakipitia licha ya qualities na haya mengine, hivi sasa jinamizi la majeraha bado nazidi kuiandama Young Africa. Hata kwenye mechi ambayo inafuata dhidi ya Mtibwa atakosekana Prince Dube, na tunafahamu pia Depu pia ni injury. Lakini kwenye upande wa ulinzi Ibrahim Abdullah Baka pia Dickson Job pia wameumia. Kwa hiyo Yanga hivi sasa jinamizi la majeraha linazidi kuwaandama. Na hii hali ambayo wanapitia ina nini unakiona kwenye upande wa kuzalisha alama kama wachezaji muhimu wanazidi kupata injury kila kukicha? Inabidi mwalimu atumie nguvu ya ziada kwa sababu kwa namna ambavyo nafahamu mimi kushinda kuna vitu kadhaa. Msingi wa kwanza kabisa ni ufundi ule wa asili, yani wewe una nini ambacho umejaliwa na Mungu, lakini mwalimu amekupa nini toka ukiwa mdogo. Hilo cha kwanza. Lakini ukiachana na hilo kuna motivation. Motivation ni jambo la pili ambalo ni more psychological, linaweza kukuboost psychology yako ukafanya jambo. Kwa hiyo mimi nadhani kwa sababu kwa muda huu dirisha limeshafungwa la usajili na kikosi ambacho kipo ndio kile ambacho kipo tunakiona, kabla ya kuingia kwenye dirisha lingine la usajili inabidi level ya motivation kwa wachezaji iongezeke zaidi. Either kuongea nao sana, kuwaonesha, kuwaeleza kwamba wao ni muhimu kiasi gani, lakini pia hizi motivation nyinginezo kama tunavyosikia timu nyingine zinaahidi fedha, unaona bwana, tunasikia timu nyingine zinaahidi magari kwa baadhi ya wachezaji. Kwa hiyo hii inaweza kuboost morali kiupande wa saikolojia, kwa sababu ukisema kiufundi, ufundi of course mtu anaweza yani anajituma katika eneo ambalo anaweza, lakini unapomwambia labda pengine kuna kitu cha ziada, kitu fulani, anaweza akasema okay, sasa hapa napigana kufa na kupona. Pengine hicho kinaweza kusaidia. James, Farid Musa nafahamu
unamfahamu vizuri. Hakuna taarifa ya injury na haonekani kwenye kikosi. Nyakati hizi unadhani alikuwa na nafasi ya kuisaidia Young Africans kuongeza nguvu? Sana alikuwa na uwezo huo wa kuisaidia Young Africans kwa sababu ni mchezaji ambaye anatumia vizuri mguu wake wa kushoto, anao uwezo wa kufinya, kuassist, wa kuscore. Ni mchezaji ambaye mara kadhaa huwa ana uwezo wa hata pale ambapo mna pressure kudanganya, akaweka pasi sehemu nyingine, anao uwezo wa kupiga chenga, anao uwezo wa kudrive. Kuna muda unaiona Young Africans ina struggle kutoka katika eneo moja kwenda sehemu nyingine, yani kwa maana ya hakuna mtu ambaye anaweza akachukua mpira akadrive vizuri. Watu wengi wamekuwa kama kidogo wameshuka. Mwisho wa siku mara nyingi inabidi tu Bakari Nondo Mwamnyeto apige mipira mirefu, watu ambayo mara nyingi huwa inakuwa ni 50-50 kwa sababu mpira ukishakuwa mrefu tayari unatoka kwenye accuracy kwa asilimia kubwa. Lakini hapo mtu kama Farid, ukijumumuishia na mtu kama bwana Mohamed Hussein Shabalala, inakuwa combination nzuri nadhani, na inakuwa rahisi kuvuka kutoka katikati kuelekea kwenye eneo la wapinzani. Kwa hiyo angeweza kusaidia, lakini ndio hapo tunarudi kwamba kuna mambo yapo katika timu hayaji nje ya kiutawala, ya kiuongozi, kwa maana ya benchi la ufundi. Sijajua mwalimu anaona nini, sijajua uongozi unaona nini. Farid wanaye, na niliwahi kumsikia siku moja anasema, mimi sina shaka hata kama sichezi, hata kama niko vizuri, as long as nalipwa mshahara, maisha yangu yanaendelea, wala sina complain, kwa sababu mwisho wa siku mimi natakiwa nipate fedha. Kwa hiyo kama napata fedha, niko nje, hakuna shida. Kwa hiyo nadhani kuna haja ya uongozi kuangalia, kukichekecha tena kikosi chake. Kwa wale watu ambao wanaona wanaweza kusaidia walau kwa namna moja au nyingine, waingie kwenye kikosi, pengine hata kama kuna tofauti kadhaa. Sawa, asante sana.